Mkuu wa mkoa mjini Mahar, Mheshimiwa Mohamed Ali Abdalla amekabidhi vifaa vya kujikimu kiuchumi kwa manispaa na wanufaika wa mradi wa SOS Children Village Zanzibar, vikiwemo vyarahani vya kushonea, mafriza, overlock machine pamoja na mabango 14 yenye ujumbe wa kulinda wanawake na watoto dhidi ya udhalilishaji ambayo yatawekwa katika ofisi za shehia. Akizungumza katika hafla hiyo, amesema msaada huo utasaidia wanufaika kuongeza kipato cha familia, kujitegemea kiuchumi na kuimarisha ustawi wa watoto. Aidha, ameipongeza SOS Children Village Zanzibar kwa ushirikiano wake na serikali, huku akihimiza taasisi nyingine kushiriki katika kusaidia jamii kupitia miradi ya maendeleo. Tuweze kuwashukuru sana wenzetu hawa SOS. Kwa kweli wamefanya jambo la msingi kabisa, kuzionea na kuziona kwamba familia hizi zina mahitaji sio ya fedha, zina mahitaji ya ujuzi, lakini na rasilimali za kuweza kutumika ili wakaweza kujiendeleza, kukuza na hatimaye kwamba kuweza kuwa wazuri katika kimaisha. Sasa mimi nitoe wito kwamba kwa taasisi nyingine ambazo ziige mfano wa kijiji chetu cha SOS ili kuweza kutoka pale walipo na hatimaye kwenda katika jamii kuweza kuisaidia jamii na kuona kwamba wana mahitaji mazuri na ya muhimu ambayo ya kukuza na kuendeleza. Lakini nilivutiwa zaidi na kitu ambacho cha msingi cha mapambano dhidi ya ukatili wa wanawake na watoto. Kiukweli kabisa tujue kwamba watoto wanahitaji kuelimishwa, wanahitaji kutunzwa na wanahitaji kuendelezwa. Hivi ndivyo ambavyo SOS wametuonyesha kivitendo kabisa kwa kutupatia jumbe zile ambazo zitakazoweza kuwekwa na hatimaye zitaweza kuleta manufaa. Kiukweli malezi hasa ya watoto yanahitajika zaidi katika familia zetu ili tuweze kuwajenga kiimani na hatimaye kuweza kuwa raia wema kwa matumizi ya taasisi zetu na matumizi ya nchi yetu hapo baadaye. Mwisho kabisa tuwashukuru sana wenzetu wa SOS. Kwa kweli uwezeshaji huu waliofanya ni uwezeshaji mkubwa kabisa. Na sisi tunapokea vifaa hivi, tunaomba wakuu wa wilaya pamoja na wale mamama wende wakavitunze na wakavisimamie vifaa hivi kwa ajili ya manufaa na maslahi makubwa ya jamii, na liweze kujulikana kwamba vimetolewa lakini vimeenda kuzalisha vingine zaidi kwa maslahi mapana ya jamii zetu. Naye mkuu wa wilaya ya Magharibi A Leila Burhani Ngozi amesisitiza matumizi sahihi na utunzaji wa vifaa hivyo ili iwe chachu ya maendeleo ya familia na jamii kwa ujumla. Na mimi nikiwa msimamizi wa vifaa hivi nitaenda kuwakabidhi baraza la manispaa na kuwataka watumie kwa kadri vinavyotakiwa. Mission na vision ya SOS zote tumeziona, bahati nzuri ziko hapa zinasomeka kwa vizuri tu, yani wako clear kabisa nini kinahitajika kwa ajili ya kwenda kusaidia wananchi wao. Niwashukuru sana kwa mara nyingine tena SOS kwa namna nzuri wanavyoshirikiana na serikali katika kuwahudumia wananchi ambao wana mahitaji maalum. Wito wangu kwa wahusika ambao watakuwa wanaenda kupewa hivi vifaa wakatumie kwa njia ambayo inastahiki. Mtu anaweza kufikiria akakiuze, itakuwa ile mission yao na vision ya SOS itakuwa haijafikia. Ni bora akitunze kwa sababu kitaenda kumsaidia yeye mwenyewe. Wito wangu kwa wahusika ambao watakuwa wanaenda kupewa hivi vifaa wakatumie kwa njia ambayo inastahiki. Mtu anaweza kufikiria akakiuze, itakuwa ile mission yao na vision ya SOS itakuwa haijafikia. Ni bora akitunze kwa sababu kitaenda kumsaidia yeye mwenyewe. Kwa upande wao, wanufaika wameahidi kuvitunza na kuvitumia ipasavyo kwa manufaa ya watoto na familia zao. Kwa hiyo naomba vifaa tunavyopewa tumepewa bure, tuvitumie vizuri, tusiviharibu wala tusiviuze, ili tufikie malengo ya kulea familia zetu vizuri, watoto wapate elimu na kila haki yao ya msingi. Wito wetu, tunashukuru kwa kutupatia msaada, alafu kama kunatokea na vingine wasiache kutupatia. Hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Mimi ni Mwanakheri Mdunga Omar.